Miaka 13 ya moto wa uamsho. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Miaka 13 ya moto wa uamsho. Pamoja na Bwana, Kwa pamoja na kwa pamoja tunatenda makuu. Amen. Watu wote Mungu awabariki sana. Wiki nzima hii ambaye sasa tunaimaliza, nimekuwa na ujumbe maalum sana. Na nimekuwa na ujumbe ambao ndio natembea nao, ninauhitimisha leo. Nataka leo nizungumze kwa habari ya hukumu ya haki. Siku ya Ijumaa tulijifunza kwa habari ya hukumu ya haki. Tukasema kwamba haki ni kitu gani? Mungu atakuja kuhukumu watu kwa haki, wala hakuna upendeleo. Na hilo ndio jambo ambalo wanadamu wote wanapaswa kulifahamu na wanapaswa kutafakari. Kama Mungu atahukumu wanadamu kwa haki bila upendeleo, je, wewe upo katika hali gani? Watu wanapokosa wanapelekwa kwenye vyombo vya sheria, na vyombo vya sheria vinafanya kazi yake. Kama umetenda vyema, umesingiziwa, inaenda kuonekana. Lakini kwa kuwa vyombo vya duniani mara nyingi havitendi haki wakati mwingine, ila Mungu atakuja kuhukumu kwa haki, wala hatapendelea. Kama unaandika, andika hivyo: hukumu ya Mungu yenye haki. Naomba msomaji mzuri asome Warumi sura ile ya 2 na mstari wa 1 mpaka wa 9. Tasoma, kwa hiyo wewe mtu uwaye yote uhukumuye huna udhuru, kwa maana katika hayo mhukumuye mwingine wajihukumu mwenyewe kuwa na hatia, kwa maana wewe uhukumuye unafanya yale yale. Nasi twajua ya kuwa hukumu ya Mungu ni ya kweli juu yao wafanyao hayo. Wewe binadamu, hukumuye wale wafanyao hayo na kutenda yayo hayo mwenyewe, je, wadhani ya kwamba utajiepusha na hukumu ya Mungu? Au waudharau wingi wa wema wake na ustahimili wake na uvumilivu wake, usijue ya kuwa wema wa Mungu wa kuvuta upate kutubu? Bali kwa kadri ya ugumu wako na kwa moyo wako usio na toba, wajiwekea akiba ya hasira kwa siku ile ya hasira na ufunuo wa hukumu ya haki ya Mungu, atakaye mlipa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Wale ambao kwa saburi katika kutenda mema wanatafuta utukufu na heshima na kutoharibika, watapewa uzima wa milele. Na wale wenye fitina wasioitii kweli, bali wakabilio dhuluma, watapata hasira na ghadhabu, dhiki na shida juu ya kila nafsi ya mwanadamu atendaye uovu, Myahudi kwanza na Myunani pia. Amen. Tunapozungumzia habari za hukumu, tunazungumzia kitu kikubwa sana. Na Yesu alifundisha mafundisho yake hapa duniani kwa mifano ambayo iko hai hapa duniani. Kwa nini mahakama zipo, vyombo vya kisheria vipo hapa duniani? Vinatufundisha kitu ambacho kipo mbele. Haya ni mambo ya kivuli tu, lakini original inakuja. Tunaona kwamba kama ndugu yako ana kesi ya jinai, ana kesi ngumu ya kwenda kuhukumiwa, unapokwenda mahakamani, ndugu yangu, ukifika pale kuna vitu vya huzuni. Maana hao watu wameshindana wawili, mmoja anatakiwa ashindwe, mwingine ashinde. Na ikatokea bahati mbaya ndugu yako akasomewa hukumu ya kifungo miaka labda 10 au 20 au 30. Mtaangua vilio kwa sababu anaenda mahali pabaya. Hii ndio hukumu. Wakati huu tunapozungumzia habari ya Mungu kuja kuhukumu wanadamu duniani wanayetenda mabaya, watu wanaona ni hali ya kawaida. Lakini bado wakati huu ni wa neema. Watu wanatembea, wanafanya wanavyotaka wenyewe. Mtu anakwenda kuhukumiwa sawasawa na matendo yake. Mungu wa mbinguni tumesema hivi, atahukumu kwa haki. Hakimu wa duniani huwa unapewa rushwa wakati mwingine. Mimi nishawahi kuhangaikia kesi moja ya kiwanja Iguguno pale.
Nilishindana na mtu mwenye uwezo, mwenye fedha, anaenda benki, anachota pesa. Anasema hivi, ili eneo ni la kwangu, yani amezungushia paka kwenye kiwanja changu, anasema ni la kwake, lakini kaamua kuchukua lote kwa sababu ana hela. Tukaangaishana na huyo mtu. Hapo nilijifunza kitu duniani, kwamba duniani hakuna haki. Yeye akatoa fedha nyingi, akaita baraza la ardhi la wilaya, na tayari alishazungumza nao huko, mimi sijui. Wakaniletea tu kwamba ule waraka kwamba unatakiwa tarehe fulani kwenye eneo la tukio. Niwahi kabla yao, nikawa nimetoka kidogo. Sasa wakati wao wamekuja na magari yao, mimi nafika pale, wananiambia yuko wapi huyo mtu mwenyewe? Yule pale. Njoo hapa. Napelekwa haraka kwa sababu wamekula pesa, wamefanya rushwa. Huyu baba ametoa rushwa. Na yeye ndio aliyewaongoza njia ya kwenda kwenye eneo la tukio. Nimejifunza kabisa kwamba duniani hakuna haki. Kila Mungu aliyetuumba sisi atahukumu wanadamu kwa haki. Wewe unayejifurahisha duniani utapata sawasawa na ujira wako. Wewe uliyekaa na kujitunza na kutunza utakatifu utapewa haki yako. Ndipo alipokuja nikawaambia sasa, asema njoo hapa. Sasa mpaka muda huu sisi tumefika hapa, alafu wewe uko wapi? Nikawaambia mimi si nilikuwa hapa, nimekuja mapema, lakini nilienda tu pale dukani. Ulienda dukani wapi? Tena mwenyekiti wa ardhi wa wilaya ndio ananiambia hivyo. Nikakuta wameshahesabu eneo lote, wameonyeshwa na huyu baba, na baraza la kata liko pale. Ikabidi niwaambie hivi, sasa na mimi nionyesha la kwangu, naonyesha la kwako liko wapi? Wakaniambia wewe tarehe ya hukumu ni tarehe fulani. Nikamwambia haiwezekani, nionyeshe eneo langu ambalo mimi hapa huyu bwana amenichukua, ameniteka. Kwa hiyo nataka nionyeshe na mimi. Wakasema unaonyesha, umetupotezea muda mwingi sana. Onyesha haraka. Onyesha wapi? Nikamwambia si hapa. Tunaona huu mnyara. Wasema huu mnyara wapi? Tunaona umepinda wewe mwenyewe, umepandaje huu mnyara? Yaani kila ninachokifanya mimi wanaona ni batili. Hawa ni wanadamu wa wapi? Wa duniani hapa. Kama utajishughulisha kwenye utakatifu na kuepukana na uovu wa kila aina, kama utakaa katika njia ya utakatifu, sikiliza mtu wa Mungu. Ukisema sifanyi dhambi, nimeokoka, hebu okoka kweli. Lakini ukisema hivi, mimi nimeokoka, alafu unawasema wale ambao hawajaokoka na wasema vibaya, wakati matendo wanayofanya wao yako sawasawa na matendo yako, unajihukumu mwenyewe. Yaani unatembea kwenye hukumu mwenyewe. Una sababu ya kumkosoa mtu nje, wakati wewe mwenyewe hayo ya nje ndio unayaishi wewe. Haiwezekani. Muongo na wewe unasema uongo. Unaambia jirani ni muongo, wakati wewe mwenyewe ni muongo. Sasa utamhukumuje yule wa nje wakati wewe mwenyewe ndivyo ulivyo? Haiwezekani. Sasa kwa namna hiyo, Mungu hataangalia unafanya nini kanisani. Mungu aangalie hicho, anachoangalia ni haki yangu. Na ndio hilo neno la wiki nzima. Sasa nimeshakukatisha kwenye ka story haka nilichokuwa nakuelezea kidogo kwa habari ya hukumu. Mimi nikasomewa tarehe ya hukumu, nikasema sawa baba. Siku ya tarehe ya hukumu inafika, mimi nikaenda. Na bahati mbaya mimi sikuzoea kesi. Niliugua usiku kucha. Homa kali, nimeugua. Mwili umepata mtikisiko, mawazo yameharibika. Ikabidi niseme sasa niende niongee na mwenyekiti huyu. Nikamtafuta alipo, nikampata. Nikamwambia wewe ni baba yangu. Wa umri ulionayo wewe ni baba yangu kabisa. Lakini na maneno machache ya kuzungumza. Unaongea nini sasa? Unazungumza nini? Nikamwambia kuna maneno nataka nizungumze na wewe. Akasema huo muda mimi sina bwana. Wewe tutazungumza huko. Haki yako kama itapatikana ni huko. Nikamwambia naomba, ndio maana nimetanguliza sijakuita wewe. Wewe ni mwenyekiti wa ardhi wa wilaya, nimekuita baba. Mimi hapa naomba niseme machache unisikilize. Kama utanijibu pia sawa. Sasa unasemaje? Nikamwambia baba iko hivi. Mimi napambana na mtu mwenye fedha. Ninamaanisha kwamba yeye ana uwezo wa kufanya chochote. Mimi sina. Na ninaamini kabisa haki anaweza kupata yeye. Sasa kitu kitakachonigharimu mimi maisha yangu yawe mabaya ni zile gharama. Kwa hiyo yule bwana ananiambia hivi, kwani ukizungumzia fedha unamaanisha kwamba hizo fedha ametoa rushwa? Nikamwambia tu, na mimi nikamchenga kidogo kwa hekima. Nikamwambia yani kutoka kule Iguguna mpaka huku kuja huku, maana tunalipa hela za mabaraza, sinafilisika. Mimi mpaka niuze kakuku, niuze kanini, yeye anaenda anachukua tu benki. Sasa uone kwamba mimi ananisumbua, alafu akija unifungulia mashtaka
ya gharama zake nitatoa wapi? Akaniambia sisi tunawasikiliza watu wote. Mtu akija kusema hii nyumba, anaonyesha lile gorofa la pale wilayani la halmashauri. Anasema mtu akisema hili gorofa ni la kwangu, sisi tunamsikiliza tu. Kwa hiyo yeye alisema kiwanja ni cha kwake, tumemsikiliza tu. Wewe subiri haki yako. Akaondoka. Hizi ndio dhuluma za duniani. Hakuna haki duniani. Huku kuna potosho namna hii. Mbinguni kwa Baba, acha watu wafanye mambo yao. Acha watu wajifurahishe na dunia. Acha watu wajifiche kwenye dhambi. Wanasema hivi, sisi tunafanya sirini. Mungu anaangalia mambo yote ya sirini. Mmoja wapo alimwangalia mfalme wa Ashami. Mfalme wa Ashami yeye alikuwa anafanya vita na Israeli. Wao wanapanga chumbani kwa mfalme na wakuu wake na majemadari wake. Wakapanga mashambulizi. Wakaenda pale, wakaweka kituo. Ile wanaweka kituo pale, wanashangaa jeshi la Israeli halipitii pale. Kwa sababu gani? Alikuwepo mtu wa Mungu ambaye tayari amepewa siri na Mungu. Kitu kilichofanyika, Elisha kaambiwa na Mungu, mwambie mfalme wako wasiende kule. Mfalme anaambiwa, mfalme ukienda kule unapigwa, usipite kule, usiende kabisa. Maandiko yanasema sio mara moja wala sio mara mbili. Maana yake ni mara nyingi anafanya hivyo. Akachoka mfalme yule. Akasema kuna kitu kinafanyika hapa. Kuna watu wananigeuka hapa. Kumbe Mungu anawapigania watu wake, anawasaidia watu wake. Anafanya haki. Yaani wewe ukiishi maisha ya haki, maana yake Mungu hakuachi hata ufanye nini. Hakuachi. Wewe ukiishi maisha ya haki, Bwana hawezi akaacha maadui wakakupiga. Haiwezekani. Shida ni moja, watu wanaondoka kwenye haki, wanajichanganya na mambo yasiyofaa. Hiyo ndio tatizo. Ndio maana shangaa watu wanapigwa na adui, wanaanza kusema mbona hili jaribu limekuwa hivi? Kwa sababu umeacha haki. Kitu kilichofanyika, mfalme yule akawaita majemadari, akawaambia hivi, ni nani ananigeuka mimi mfalme? Mbona siri za chumbani kwangu nani amezipeleka katika jeshi lile? Mimi nimepanga mashambulizi, lakini nashangaa watu wale siwapati. Sasa kuna mtu mmoja ajitokeza. Akasema, sikiliza mfalme, nikwambie, yupo mtu wa Mungu. Yule ndio anayefichua siri zetu. Yule ni mtu wa Mungu. Sasa mfalme akasema, anaitwa nani? Anaitwa Elisha. Mfalme akasema, sasa nafanya kitu kimoja. Kama ndivyo, anaishi wapi? Wakataja mahali anaishi. Akasema, sasa nendeni mkazingire ule mji. Hili nawaeleza watu wa Mungu, wewe usitoke kwenye haki. Hata kama utapanga mashambulizi ya namna gani, Bwana atakuokoa. Kaa kwenye haki yako. Kitu kilichofanyika, majeshi akaondoka kwenda kuzingira nyumba ya Elisha. Akazingira nyumba namna hii. Yule msaidizi wake anaitwa Gehazi alikuwa anatoka nje, na kikosi kimezunguka nyumba nzima. Akarudi mbio, akamwambia baba, mtu wa Mungu, tumeshazingirwa. Lakini wakati huo Elisha ameshaona yote. Gehazi hakuona chochote, lakini mtumishi wa Mungu Elisha ameshaona kwamba nimezingirwa. Lakini tayari Mungu ameshamwambia, wewe una jeshi kubwa kuliko hao. Kwenye hilo neno tayari tukaona kwamba Elisha anatoka nje bila kuogopa. Na tayari jeshi kubwa la Mungu kushinda lile jeshi lililozingira pale limeshashuka katika ulimwengu wa roho. Wameshapigwa upofu. Akatoka nje. Akawaambia, na ninyi? Wakasema, tunamtafuta mtu wa Mungu, yuko hapa. Kumbe ndiye yeye. Twendeni niwaonyeshe alipo. Majeshi yote akaondoka. Angalia Elisha anawachezea watu hao, maadui. Twendeni. Akawapeleka paka Samaria. Alipowapeleka pale ndio mfalme alipo wa Israeli. Bwana akawafungua macho. Wakajikuta wote wako Samaria na wapo mikononi mwa mfalme wa Israeli. Wote. Mfalme akafadhaika. Akaenda kumwambia Elisha, Elisha, na umewaleta hawa watu sasa niwafanyaje? Niwapige kwa upanga, niwachome mikuki, niwafanyaje? Niwaue? Elisha akamwambia, hakuna. Huwezi kufanya hivyo. Waache watu hawa. Hebu agiza chakula, kipiko chakula kizuri, alafu wale watu hawa washibe, warudi nyumbani kwao. Hiyo ndio solution. Wakala chakula, alafu wakasindikizwa. Ondokeni. Walipoenda, tangu siku hiyo jeshi la Waashami alikuwasumbua Waisraeli kabisa, kwa sababu walikaa katika njia za haki. Sasa sikiliza. Kwenye mstari huu wangapi? Wa pili. Nasi tunajua ya kuwa hukumu ya Mungu ni ya kweli juu yao wafanyayo hayo. Wewe binadamu, uwahukumuye wale wafanyayo hayo na kutenda hayo mwenyewe. Je,
wadhani ya kwamba utajiepusha na hukumu ya Mungu? Au wadharau wingi wa wema wake na ustahimili wake? Wakati neno la Mungu linakuja kwako kuonya kwamba Mungu atahukumu kwa haki, na wewe usihukumu, usije kuhukumiwa. Maana yake yale ya kule usiyaishi wewe. Kaa katika neno la Mungu, tulia hapo. Maandiko yanasema hivi. Sikiliza, kwa sababu ya ugumu wa moyo wa mwanadamu usio na toba, wajiwekea akiba ya hasira kwa siku ile ya hasira ya ufunuo wa hukumu ya haki ya Mungu. Hiyo ndio hasara. Na mstari wa 6 anasema atakaye mlipa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Kaeni kwenye haki ya Mungu. Mungu wetu wa mbinguni atahukumu kwa haki, wala hakuna upendeleo. Kutakuwa na sinema kubwa, sinema ya dunia nzima. Mtaiona siku hiyo. Aliyefanya mambo yake ya siri yanakwenda kufunuliwa. Kila mtu na matendo yake hapa duniani, yawe ni ya siri, tendo ya namna gani, Bwana atayafunua yote, kila kitu unachokifanya. Maana maandiko yanasema hivi, kila neno analolisema mwanadamu duniani atakwenda kutoa nini? Hesabu yake. Mstari wa 7 anasema hivi, wale ambao kwa saburi katika kutenda mema watatafuta utukufu na heshima na kutokuharibika, watapewa uzima wa milele. Yaani wale wanayesubiri, wenye subira. Jamani, kuna watu wazuri Kuna watu wazuri kanisani, wana subira. Hata kama kakwazwa, hata kama kafanywa kitu kibaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa epuka mambo makuu manne ukiwa hapa duniani. Usiwe na hatia. Maana yake usiwe na makosa. Hilo ndio neno la kuzingatia sana, wapendwa. Usiwe na makosa. Kuna wanadamu wengine wamerahisisha, wanasema sisi tunaenda tunatubu kila Jumapili ili Bwana tutakase, atusaidie, maana hatujui siku atakuja saa tusiozani, au ni kafa ghafla. Tuwayo ni kutubu tu. Hakikisha usiwe na hatia. Maneno ya Mungu yako dhahiri. Tumefundishwa yote. Kwa hiyo hakuna kujitetea. Wewe nani asiyejua kwamba nikisema uongo ni dhambi? Watu wanajua, lakini anafanya tu. Hakikisha usiwe na hatia. Hakikisha moyo wako hauna hatia. Hilo ndio neno kubwa katika maisha ya kiroho. Wewe ni safi. Hilo ndio neno la kwanza. Neno la pili, hakikisha hauna dharau. Ukisoma mstari wa 4, hakikisha usiwe na dharau. Kuna mtu anadharau tu maneno ya Mungu, anasema huyu si mchungaji tu anasema. Hilo ndio dharau. Huyu si mwangalizi tu anasema. Huyu si askofu tu amesema. Huyu si fulani mzee wa kanisa tu amesema. Hakikisha usiingize dharau ndani ya moyo wako. Kulidharau neno la Mungu, kudharau ujumbe wa Mungu, kudharau makemeo ya Mungu, kudharau jumbe nzito za Mungu zinazokuja kwa ajili ya maisha yetu. Namba 3, hakikisha usiwe na ugumu wa moyo. Mkristo wa kweli mwenda mbinguni, moyo wake ni laini sana. Ni mtu wa kuelekezwa, anaelekezeka. Ni mtu wa kusaidiwa, anasaidika. Soma Mathayo sura ya 7 mstari wa 1 mpaka wa 6. Msije mkahukumiwa ninyi, kwa kuwa hukumu ile mhukumuyo ndiyo mtakayohukumiwa, na kipimo kile mpimiacho ndicho mtakachopimiwa. Basi mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la nduguyo, na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe uiangalii? Au utamwambiaje nduguyo, niache nikitoe kibanzi katika jicho lako, na kumbe mna boriti ndani ya jicho lako mwenyewe? Mnafiki wewe, itoe kwanza ile boriti katika jicho lako mwenyewe, ndipo utakapoona vema kutoa kile kibanzi katika jicho la ndugu yako. Msiwape mbwa kilicho kitakatifu, wala msitupe nuru zenu mbele ya nguruwe, wasije wakazikanyaga chini ya mbingu yao, wakageuka na kuwararua. Itakuwaje kutoa boriti katika jicho la mwingine?
au kibanzi katika jicho la mwingine, wakati wewe mwenyewe kwenye jicho lako kuna boriti. Haya ndio maneno ya Mungu. Na Mungu anakusudi na kanisa letu kwamba kanisa likae katika njia za haki, kwa sababu Yesu atakuja kuhukumu kwa haki. Usihukumu usije ukahukumiwa, kwa kuwa hukumu ile mhukumuyo ndiyo mtakayohukumiwa, na kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Basi mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako? Sasa ndio tunaambiwa haiwezekani ukitoa kibanzi katika jicho la mwingine, wakati wewe mwenyewe kwenye jicho lako kuna boliti limejaa. Toa kwanza la kwako. Ukiwa safi unaangalia, ndio ukalitoa na la yule Juma, ukalitoa na la Hamisi, ukalitoa na la Jumanne, ukatoa na la yule kule, ukalitoa kwa sababu la kwako umeshatoa, macho yako yanaona, yanaangaza. Tusimame. Watu wengi wanaona tu ni hali ya kawaida. Nataka niwaambie siku ya leo, huu ndio ujumbe wangu wa wiki nzima. Ninawaambia ukweli kwamba Mungu hana upendeleo. Hata usema labda wewe umeokoka miaka 30, hata sema wewe umemtolea sadaka nyingi, hata sema wewe umefanya kitu gani, anachoangalia unakaa katika haki, unatembea katika njia za haki. Mungu wetu hana udhalimu, hata mdhulumu mtu yeyote. Yeye ni mwenye haki, anasimama katika haki. Ukisoma neno la Mungu kwa waraka wa Petro, anazungumzia malaika walioasi. Walikuwa wanaonekana ni watu wazuri, wanamtukuza Mungu mbinguni, lakini kwa ajili ya uasi wao Bwana akasema haitawezekana. Shuka duniani, shuka chini, iache mbingu takatifu ikae hivyo hivyo. Theluthi nzima ikatupwa duniani, hapakubaki hata mabaki kidogo ya malaika walioasi, wote wakatupwa chini. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni mwenye haki, atawahukumu wanadamu kwa haki. Ndugu yangu, ninakuomba, ninakusihi, kweli umeokoka, kweli unasafiri kwenda mbinguni, hakikisha unakaa katika haki ya Mungu. Siku atakaporudi Yesu, ukamlaki Bwana mawinguni mwenye haki, kwa sababu mwanzilishi wa haki ni Yesu. Hakukosea. Alizarauliwa lakini hakukosea. Alitukanwa lakini hakurudisha matukano. Alitemewa mate lakini hakutema yeye. Akashukuru, akajinyenyekeza, akanyenyekea. Ndugu yangu, siku ya leo nikukumbushe maneno haya. Haya ni maneno ambayo ya msingi sana kwako, na wala hatujui Mungu ana kusudi gani na kanisa, na wala hatuelewi. Lakini wapendwa, huenda Mungu ameona atukumbushe, na yuko karibu sana. Atakuja kuhukumu ulimwengu kwa haki. Kaangalia ndani ya moyo wako na wasafi. Tafakari juu ya neno hili leo. Bwana aseme nawe katika maisha yako. Na utakapokuwa ukiimba kwa Mungu, imba kwa kumaanisha, ili Roho wa Bwana akashuke mahali hapo. Hakuna kama wewe.
majeshi, wakati Yesu Kristo ameleta neema ya bure, wakati Bwana anawazungukia watu wake kila siku. Kwa nini usikae katika mfumo mzuri? Kwa nini usikae katika njia za haki? Kwa nini njia zako zisithibitike mbele zake? Naomba watu wote mje hapa mbele. Nataka niombe na ninyi. Oh Yesu tusaidie. Oh Yesu tusaidie. Yesu tuhurumie. Yesu tuhurumie.